Kwanza ni pende kuwashukuru kwa namna ambavyo mmejitokeza kwa dharura. Maana mlikuwa mnapigana tu simu. Viongozi wawepo, mabalozi wawepo, chama kiwepo, mwenyekiti wa kijiji na kitongoji wawepo, lakini mwenyekiti hakupata taarifa. Lakini washukuru kwa ninyi ambao tumewakuta. Mwenyekiti wa wazazi, katibu wa wazazi. Ulipo, mwenyekiti Sharifu. Nikushukuru sana afisa elimu. Nilipokuambia jana kwamba bwana, kesho ni tarehe 1 sikukuu, naomba niende kwenye mradi huu nikaangalie maendeleo na siwezi kuja bila wewe, ulisema uko tayari kuja. Na nikauliza vifaa vipo vyote kule site, ili funda sije kaanza kupiga chenga. Ukasema kesho tunapakia mzigo. Tuliwaambia saa 4 ndio bado tumechelewa, gari lilikuwa mara litoke wapi lije pale lianze kupakia. Tukasema nyie pakieni huo mzigo, mtanikuta wapi? Site. Kwa material ninaweka yote yanakuja hapa. Na ambacho hakiji hapa, na hicho ni kuombe dio tusaidie hizi mbao hizi zipakwe rangi yake mapema hizi. Kwa zinaharibika hizi. Sawa sawa. Hizi PVC umesema zipo? PVC ndio zinakuja pamoja na mzigo huu. Ambapo ni majengo yote. Fundi. Kuna mafundi wangapi? Kwa saizi wako? Wengi sana. Sasa changamoto yako ni nini? Ni hela na material. Hela ipi? Hela mafundi. Wewe tunakulipa? Utaratibu wa kupata hela yako Na ufahamu. hujapata? Haujaomba? Sijafikia hatua. Hatudai sisi chochote. Sijafikia hatua ya malipo. Kwa hiyo changamoto ipo kwako. Sio kwangu, changamoto ni vifaa kwa sababu vifaa vinakuja vyote. Sawa. Vifaa vinakuja vyote. Umeona mwenyekiti hapa? Anasema hivi, tukimaliza hapa na unaondoka. Naondoka kwa sababu anakuwa hana kazi ya kufanya. Hapana vifaa. Sasa vifaa na leo mimi nashuhudia vifaa vinakuja hapa. Kwani mheshimiwa mbunge, unatoka umeanza siku ile kazi tulikuwa tunakaa. Mimi nachokuelewa fundi ni kwamba umeshasema shida yako ni ipi? Shida yako ni material. Ndio anasema material yanakuja hapa na mimi nashuhudia material yanakuja hapa. Sasa mimi ni ombi langu. Kamati ya siasa tunahitaji mradi huu ukamilike. Mheshimiwa mbunge, Anderson huo na digest vitu wakati unajibu. Kuna simenti ziko hapa. Kuna mchanga huko pale. Hebu angalieni pale. Lipu ile haijamalizika. Pana vitu ambavyo ungeweza kuwa unavifanya. Wewe pokea maelekezo, alafu uyafanyie kazi, tumalize mradi kwa muda. Na hicho kweli fundi kweli. Simenti zipo za kutosha. Mchanga marumaru zipo. Yapo marumaru. Uweza kaweka kwa sababu ya hii. Kwa sababu hujapiga nini? Lakini nini skimming ile jengo nani koplo ile jengo koplo avyo kule. Kazi zipo nyingi sana na nini? Sasa mimi kazi yangu jamani ni moja tu, sio jamani? Kamati ya siasa kazi yake ni ipi? Ni kufuatilia mradi huu. Chama na nyinyi mna wajibu wa kufuatilia. Fanyeni mnavyoweza. Na nyinyi mshinde hapa. Naomba na diwani angalia anavyoweza na yeye aweze kushinda hapa. Mimi ninakuwa napata ripoti ya kila siku. Kwa sababu mwakilishi wangu huku ni diwani. Ndio yeye ameshaniahidi kwamba anapiga kambi hapa. Mimi ni mzuri sana kusikiliza. Ila siku ya tarehe 13 angalau tuone hatua za tumefikia wapi. Kabisa. Ameshasema alikuwa anaumwa. Hivi nakuwa na neno gani la kumwambia? Mimi mwenyewe naumwaga. Wewe mwenyewe unaumwaga. Lakini leo amekuja. Hizi sika atapiga nini? Kambi hapa. Hayupo, wapo watu wa halmashauri kuu wako hapa. Watu wa idara wako hapa. Kwa ufundi mimi naamini na yeye anaenda kujipanga kisaikolojia. Mimi ndugu yangu mbunge huwa napenda kuona matokeo mazuri. Wananchi wangu hawa wana mahitaji mengi gani? Umeme hapo umezua toka muda mrefu. Washasuka hata transformer ipo hawajawashi. Kesho nakuja nao hapa. Kesho nimemwambia naomba tukutane site. Ili umeme wake na wanapokuja site waniambie wanaongezaje nguzo za kuja shuleni. Kwa sababu shule ya kisasa na tamleta hapa naye. Tamleta hapa. Kwa yeye naye aeleze changamoto zake ili tuone namna gani tunamsaidia kusukuma. Kazi ya mbunge ni kusukuma mambo yafaje yaende. Kwa hiyo siwezi kuwa na maneno mengi ila maneno yangu mimi tarehe 13. Sio jamani? Ninachotaka watoto hapa wasome. Nikuja kwenye kampeni nikaeleza kwamba hii shule watoto watakwenda kusoma hapa tarehe ngapi? 13 Januari. Si ndio hii Januari?
madarasa tunaona hatua zimefikia. Mambo madogo madogo, fundi tusaidie kukarakasha, tukute kule kuna mafundi, wapo mafundi wa vioni kule, wapo wanaomalizia huku jengo la utawala. Tumeshasikiliza kwamba tayari madawati hapo yanatengenezwa huko. Tunaomba hili lisimamie dio madarasa, yani madarasa yakae nini sawa na benchi zetu. Lakini utawala huku sijajua utaratibu wa material ya nani, furniture za utawala. Furniture za utawala kwa kweli pale ni majaliwa, endapo kama hela itasalia, na kuna vitu vingi ikisalia hela, kuna michoro na bembea za watoto, sasa itategemea. Ndio mimi kweli hata jana nimeongea kwenye kituo cha afya Mlowo. Pesa mnazo. Mradi unasua. Milioni 31 zimebaki hapa. Mimi mngeniambia mkuu wa mkoa anakuja huko nisingemstopisha. Bahati nzuri sikuwepo wakati anapanga ratiba kuja. Sasa njoo ili tupate nguvu ya kusukuma zaidi. Pesa hiyo ifanye kazi ndio. Inafanya miradi mingi, pesa ambayo utakuta mradi upo, pesa zipo. Zinaonekana kabisa pesa zipo. Mradi unakaaje? Na jana nikasema kwa mfano mimi ningekuwa mradi wangu hapa, pesa ipo, singekuwa nashinda hapa. Paka pesa iishe. Kwa leo mkiniambia pesa imebaki lakini mradi unasuasua, ni kwa sababu mama yetu alikuwa anaumwa. Lakini sasa Mungu amekujalia umepona, na nimekushuhudia ukisimamia mradi ule wa Samia ule. Mradi bora kabisa, shule nzuri kabisa. Na haka ni kashule kazuri. Tunajivunia penyewe kwa na kashule kazuri kule. Sasa kapambania hizi wiki iliyobaki hivi. Tukija tarehe 13 tuone una hatua umefikia. Tarehe 13 nitakaa niondoke niende kwenye vikao vya kamati. Lakini tarehe 12 hapa nitahakikisha na mimi natembelea mara kwa mara, nitakuja hapa kuona je, mafundi wanaenda kufanya kazi. Kamati ya sasa unasimamia, mheshimiwa diwani anasimamia, watu wako hapa, mafundi wasikauke hapa. Tuombe mafundi wasikauke. Ndio jambo la msingi. Maana uhidai, unajidai matio anakuja. Huna jambo la kudai tena. Ongeza spidi ya mafundi, kazi yenu. Wananchi sisi tuko sawa jamani? Sawa. Mheshimiwa, koplo zile kule ziende kwa haraka. Vyoo vile vianze kwenda kwa haraka. Waya hizo nasikia zipo za kuzungusha hiyo na nifesi za watoto hapo. Ziende na nyewe kwa haraka. Kule nyuma tumeshaombana. Tafuta fundi wa kufukia yale mabomba, yataharibika haraka sana. Bila mabomba yale. Matio yote yapo, basi yapo, kila kitu kipo. Fundi anajitetea. Asije kupachika nishapa chikatani. Ya kupachika? Mbona yako? Mbona yako mlimekuta? Haya sio kwa nasikia tiles. Lile kule mafundi wasisimame jamani. Umalize, pesa si ipo. Wananchi hawa wanataka kuona matokeo. Mimi napata simu nyingi kuhusu hii shule ya pekee. Ndio maana sikukuu nikasema siri. Kama nakwenda kunywa twist ziko mle kwenye gari nitakunywa na wananchi pale, ndio sherehe yangu hiyo. Mimi nichaguliwa ni watumikie wananchi. Ndio kazi yangu hii, sio kula sherehe. Wakutaka kuwa kuli sherehe hawa, gani sherehe. Lakini nashukuru yeye mkuu.